Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 23 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yohani wa Kanti, padre, mwaka 1473. Yohani alizaliwa Kanti, jimboni Kraków, nchini Poland, mwaka 1390. Kisha kupadirishwa, aliwekwa kuwa mwalimu wa chuo kikuu. Akafanya bidii ya kuwalea wanafunzi wake katika uchaji wa Mungu. Padre Yohani alifuata mfano wa Yesu Kristo, mchungaji mwema. Akatoa fedha yake yote kwa kuwasaidia Wakristo maskini, na mwisho alikuwa akiwagawia viatu na mavazi yake. Alichukia mavazi ya kimaridadi. Alifunga siku nyingi na kujitesa sana. Alifanya ibada kuu ya mateso ya Bwana wetu, na ndiyo maana alikwenda Yerusalemu kuhiji kwenye nchi takatifu. Safari hii ilimsaidia sana kwa mafundisho yake ya Biblia. Mara 4 alifunga safari kwenda Roma nchini Italia kumheshimu Papa na kujipatia rehema ili azikomboe roho za toharani. Siku moja alipokuwa akisali njiani, wezi walimrukia wakamnyang'anya fedha zake na kumuuliza, "Bado una fedha nyingine?" Akawajibu, "Sina." Basi walimwacha aende zake. Lakini mara akikumbuka kuwa vilibaki vipande vingine vya dhahabu alivyoshonelea katika kanzu yake, kwa kuogopa labda amesema uongo, aliwakimbilia wanyang'anyi hao. Akawaambia, "Nimesahau dhahabu hii kuwapa." Akawapa. Wanyang'anyi wale walipoona unyoofu wa Padre Yohani, waliona haya, walikiri kosa lao, wakamrudishia mali yake yote. Yohani wa Kanti alikufa mjini Kraków mwaka 1473 na alitajwa mtakatifu mwaka 1767. Sikukuu yake inaadhimishwa kwa heshima kubwa huko Poland. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wa Afrika tarehe 23 Desemba: Mtakatifu Abashade, padre mfiadini Ethiopia; Mtakatifu Helanikus, askofu; na Mtakatifu Begeus, padre nchini Misri. Mtakatifu Yohani wa Kanti, padre, utuombee.